Sisi huku tunapeana pole, wenzetu wako bize kwa sababu wanalipwa kutokana na fujo hii. Wako bize kuuliza wamekufa wangapi, wanahesabu, wanalipwa kutokana na madhara hayo. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania, kwamba wakiwa wamekufa wengi ndio wao wapate fedha nyingi. Ndio maana wanalipuka tu, wamekufa 10,000, wamekufa 1000. Ulikuwepo? Ulikuwepo? Wewe haukuwepo. Unachukua picha za Darfur unaziweka Tanzania. Unajua Watanzania, mimi niwaambieni, haya mambo yanayohusu watu kupoteza mtu ni mambo sensitive, ni mambo yanayouma. Halafu watu kila siku wanatuambia 10,000, 10,000. Mheshimiwa Rais kaunda tume, kama kuna mtu hajapata mtu wake atasema pale ili ijulikane. Wewe unasema tu 10,000. Hivi unajua 10,000 wewe? Wengine si tuliokulia Sekenge pale, basi tu la watu 60 likianguka, tena watu hawajafa wote wakapatikana majeraha, damu ile inamaliza miezi 2. Ndege wa angani wale wanaonusaga harufu wanatapakaa pote. Alafu Dar es Salaam watu wafe 10,000 ndani ya siku 5, pawe peupe tu. Unajua unaweza kuficha mili, huwezi kuficha msiba. Nini? Wanatafuta namna ya kuwatengenezea Watanzania chuki, 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 chuki. Na ndio maana serikali imeendelea kutoa rai ili hawa watu wakomeshe, kataeni yale wanaowaelekeza. Ndio maana siku ile akakamatwa mtu anaingia na mabomu, anatokea taifa jirani pale, ana mabomu yale ya kivita. Alipoulizwa kwa nini unaingia na mabomu, anasema tumesikia Tanzania sasa hivi hali ya usalama sio nzuri, kwa hiyo nimeenda kujilinda. Ni utamaduni wa Mtanzania gani wa kwenda kujilinda na mabomu? Maana yake nini? Kama ungetokea mkusanyiko wangewafiatulia watu mabomu yale, na ninyi Watanzania wote mngesema ni polisi, kwa sababu wanatafuta mgombane na polisi wenu. Wanachonganisha kila eneo, wanatafuta kila eneo linaloweza kuudhi watu.